Sio sana. It means there is something Jesus was addressing ambayo ilikuwa aniona inatusumbua watu wengi, ambayo hata pia inatusumbua leo. Worry ni kwamba inamaanisha kwamba when we talk about worry, ina maana ya kwamba kile uko nacho saa hii, Mungu kama amekubariki na kitu fulani, you are not worried about. So kile kinatufanya tuwe na worry ama worry. Unanielewa? Ni kile kitu ambacho hufai nini ndio kinakupatia worry. Kwa mfano, kama haujaolewa, unaanza kufikiria sasa hivi nitapata bwana. Miaka yako imeenda. Umeingiwa na worry. Umenielewa? Kama hauna job, unaingiwa na worry. Sasa kweli hivi nitaajiriwa kweli? Nimesoma, watu wengine wameajiriwa. Kweli nitaajiriwa, nitapata kibarua. Unaingiwa na worry. So the things we worry for are the things we don't have. That's why we worry. That's why you live in a worry. You are worried. Kesho itakuwaje? Watu wangu watakaa namna gani? Bwana asifiwe sana. But if you have something, kama Mungu amekubariki na kitu fulani, you are not worried about. Maana uko nacho. Kama Mungu amekubariki na bwana, are you worried again to get married? So uko naye. Si ni kweli? Kama Mungu amekubariki na nguo, are you worried kwamba kesho utatembea uchi? Hakuna. Ziko, unajua ziko. Bwana asifiwe sana. So Yesu alikuwa anaongea kwamba watu wengi wana worry. Kuna kitu inasumbua watu wengi, kitu inaitwa worry. Bwana asifiwe sana. Bwana hamsemi amen. Amen. Kitu inaitwa worry ni kitu mbaya sana. Na leo tunataka kudeal na hiyo worry, hiyo spirit of worry, ili kwamba uishi kama mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, kuna vitu ambazo Yesu aliongea kwa hiyo text. Wakati alipokuwa anaongea haya maneno, not to worry. Because life is more than just having things. Ambia mwenzako, life is more than just having things. Life is more than just having things. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama Mungu hangekupatia uzima, ungekuwa na wale? Yeah? Unauliza. Ungekuwa na wale? Ule mtu sahi ako pale mochari, ako na wale? Kwamba ameacha watoto wake, ameacha mke wake, ako na wale? Si amelala? Si ametulia? Anawali kwamba kuna pesa yangu niliacha bank na sijui nani atachukua. Si amelala? Na hiyo pesa si ameiacha? Si ameacha mke, hajui kama ataolewa tena ama hataolewa tena. Tunaweza mwacha na aolewe tena. Ama si ni ukweli? Yes. Unaweza kufa mapema na aolewe tena. That's life. So he is not worried about those things. He's gone, ameshaenda. Si ni ukweli? That's why Biblia inakuambia life is more important than those things you are worried about. Unaelewa? Uko na wali ya chakula, maana uko mzima. Ni vile Mungu amekupatia uhai ndio unafikiria mambo ya chakula. Walio hai ndio wanahitaji chakula. Ndio wanahitaji chakula. Walio hai, exactly pastor. Walio hai ndio wanahitaji chakula. Walio hai ndio wanahitaji kuolewa. Ule mtu mwenye amekufa hahitaji mambo ya kuolewa. Hiyo story imeisha. Kwa hivyo Yesu anaambia hawa watu, life is, kama Mungu amekupatia uzima, ni cha maana zaidi mwenye amekupatia uzima akakunyima mkate wa siku. That's the language. Mwenye amekuamsha leo brother Joseph atakunyima mkate wa siku. Amekupatia uzima. Anakuambia fananisha ugali na uzima. Hizi vitu mbili ni iko juu zaidi. What do you need? You need food or you need life? Anakuambia now I have given you life. Kile nimekupatia ni kitu kikubwa, nitakunyima mkate wa siku.
Unanielewa? Kama nimekupatia uzima, nitakunyima hizi vitu zingine. Kama unahitaji kuolewa, nitakunyima bwana, nitakunyima nguo. Kwa hivyo anakuondolea mashaka iliyo ndani yako. Unanielewa? Anasema kwamba nimekupatia mwili. Ungekuwa hauna, ungekuwa mtu mwenye amekufa kwa roho, anahitaji manguo. Hizo nguo tunazihitaji bado kuna huu mwili. Hii mwili ndio unahitaji hizo nguo. Na anasema mimi nimefanya kitu cha maana. Mimi nimekupatia mwili, uko naye. Mwili brother nani? Unafikiri unaweza kuja hapa nikuone hauna viatu na nguo na nikose kukupatia? Sasa wewe you are just worried for nothing. Mungu anakuambia hivi, don't worry. It's me who has given you life. Ni mimi asubuhi nimekuamsha. Si wewe ulijiamsha. Wachana na ile maneno unasema eti alarm ndio ilikuamsha. My friend, hebu enda uweke alarm pale mocha uone kama watu wataamka. Enda, ujaribu kuweka pale mocha. Uone kama watu wataamka. It's not your alarm. It's the grace of God that woke you up in the morning. Amen. My friend, hiyo sio bidii yako. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu anasema mimi mwenye nimekupatia uzima. Mimi mwenye nimekupatia afya ya mwili, mimi nimekupa huo mwili. Nitakunyima nguo. Nitakunyima chakula. Why worry about these things? Tuko pamoja. Kuna, I'm talking very slow. Na mwambie Mungu anisaidie. Kwa sababu I don't want to excite you with preachings, uende pale alafu mtu akikuuliza unajua leo mlikuwa mnafundishwa nini? Ama leo neno lilikuwa tumebarikiwa. Mmebarikiwa. Leo acha tu. Ni nini mmeambiwaje? Nakwambia Mungu ametembea. Hakuna kitu umeshika. I don't want such kind of believers. Bwana asifiwe sana. Amen. Anasema mimi ndo nakupatia hizi vitu. Now, kuna kitu moja nataka hapa muweze kuelewa. When I tell you naweza hubiri kitu 1 month. Hii scripture text I can preach it for 1 month. Ama even after 3 months. Wakati when I was doing my studies kwa hii text, I've learned a lot of things. Number 1, kuna vitu hapa nataka muweze kuelewa. Ya kwamba Mungu is the source of our provision. Is our source of provision. Your provision inatoka kwa Mungu. Uwe umesoma ama haujasoma, uwe ulienda shule ama hujaenda shule, your provision comes from God. He is the source of our provision. Ambia mwenzako, God is the source of your provision. God is the source of your provision. Umenielewa? Na ndio maana anataka awe your number 1 priority. Uondoe priorities zingine kwa maisha yako, awe your priority. Umenielewa? Awe nini? Awe your priority. Kwa sababu unaweza nunua kitanda ile unawari kitanda kubwa ya 60 na hiyo kitanda wewe uinunue, wewe ukope mkopo na ikusumbui. Na wakati umekopa hiyo kitanda uje ukose usingizi. Maana mwenye anapeana usingizi nani? Ni Mungu. He gives his beloved sleep. Ni yeye. So he is supposed to be our priority. Now, kuna vitu ambazo I learned about needs and wants. Sema needs and wants. Needs and wants. You have to differentiate between needs and wants. Mahitaji na matakwa. Yes, needs and mahitaji na matakwa. Needs are those things you cannot do without. Umenielewa? Yes. You cannot do without. Those are needs. But wants are those things you can do without. Nataka tu. Natamani. You have the desire. You wish to have them. For example, mtu unaweza kuwa umetoka kwa nyumba yako na umeshiba kidheri. Ukifika hapa hivi unataka kula chips. That's a want. Sio kama hujashiba. Ile ni want uko naye kula chips na kuku. Lakini ulikuwa umeshakula, unajua kabisa kwa tumbo yangu mimi shashiba.
lakini kwa sababu natamani vitu. Umeelewa? Are you getting what I'm saying? Are you getting the picture? So you have to learn to differentiate between needs. Because if you don't know how to differentiate them, hautaelewa na kile Yesu anaongea hapa. Hautaelewa. Because the things that worry us are the ones. They are the ones. Ndio zinakufanya usilale usingizi. Na Mungu wako alitaka kwamba usilale usingizi. Lakini kwa sababu ya wewe kutojua, maana the Bible says my people perish for lack of knowledge. Not they don't pray. Not that they don't give offerings, but lack of knowledge ni kitu mbaya sana. Knowledge ni kitu mbaya sana. Kukosa knowledge ni kitu mbaya sana. So lazima ujue jinsi ya kutofautisha wants and needs. For example, natoa mfano. Mimi niko na masuti mingi sana kwa nyumba yangu. Sio kama nasema hivyo kwa ubaya. Umeelewa? Niko na suti mingi kwa nyumba yangu. Hata zingine waga na sauti lao. Nikifika pale town nataka kununua suti nyingine. That's a want. Mungu ameshanipatia suti naweza vaa miaka mitatu ila kununua suti nyingine. Those suits I have zinaweza nipeleka miaka ngapi? But because we want once, wewe unaenda unaona suti pale town na unataka kuichukua. That's a want. Sio kama huna nguo zenye uko nazo zimetosha. Sio kama, are you getting this concept? Vitu zingine zile tunanunua hatuzihitaji kwa maisha yetu. We don't. You can live without them. Lakini because unataka pengine watu lazima waone ninabadilisha suti. Nataka utembee watu hapo. That's the problem. So you begin worrying. Hata kama huna pesa unaenda kukopa sasa wewe ununue nini? Suit. Na suti Mungu amefanya nini? Amekupatia. Brother, kama Mungu amekupatia uko na koti 5 kwa nyumba yako. Koti za baridi. Kwa nini ukiona nyingine kipita hapo ununue? That's a want. It's not a must you buy it. Hiyo kwako ni want. Mungu amesha provide for your need. Kitabu ukiangalia ni zako Mungu aliprovide kitabu. But ile kitu inatusumbua kwa maisha yetu ni kitu inaitwa wants. Umeelewa? Ni kitu inaitwa nini? Ndio zinatusumbua. Umeelewa? Umetengenezwa nywele yako vizuri, ile style yako unajua. Lakini want inakuja unasema hapana, hii inabomoa. Hii style nimeona pale, hii ndio current. Hiyo ni want. Huku unahitaji hiyo nywele mpya. Ile umefanya imetosha. That's how tunaingia kwa madeni. Kwa sababu tunaenda zile wants ndio zinatusumbua. Kama brother Mungu amekupatia nyumba. Wacha tuongee kweli. I want us to be realistic. This is life. Hii sio mambo yetu tunaongea. We are talking life, realistic things. Mimi nauliza kwa mfano uende kutafuta nyumba ya 30,000. Si ni kweli? Umeenda kutafuta nyumba ya 30,000 ngapi? Wewe na mke wako mnaingia hiyo nyumba saa 3 za usiku. Mnaenda job asubuhi, mnaingia saa 3 za usiku. Si ni kweli? Hii nyumba hata ukaji kwa hiyo nyumba. Si ni kweli? Sisemi kwamba kwenda kuchukua nyumba kubwa ni vibaya, but unasema hivi, unakaa kwa nyumba ya pesa mingi, si ni kweli? Hii nyumba ukitoka saa 11 unarudi saa 3 za usiku. Ile TV umenunua screen kubwa kwa nyumba. Unakuja unaangalia kwa nusu saa na unaondoka unaiacha. That is the want. Ni kitu tu unajitakia. Unanielewa? Ni kitu unajitakia because it's like you are wasting your resources for something. Ni kama saa hii niende kujenga, saa mimi sijajenga kwetu nyumbani, lakini Mungu siku moja atanijalia nijenge. Amen. Na sio bad. It's good to say to talk to your heart. Ninauliza, nikienda nikijenga kwetu pale nyumbani ya pesa mingi, ile nyumba nani atakuwa analala? Mimi naishi hapa Nairobi. Most of my life niko hapa Nairobi. Mimi nauliza, itanibidi niende nitafute mfanyikazi nimweke kwa ile nyumba, nianze kumlipa au ananiangalia ile nyumba isikuliwe na mchwa? Umeelewa? Because I don't need it. Niko na mahali naweza lala saa hii. The need
is to sleep. Na niko na mahali pa kulala masina. Nauliza, niko na mahali pa kulala masina? Kunayo. So ili inatusumbua ni once. Kwamba nataka niende nikae na mahali fulani. Sisemi kwamba kwenda kujenga nyumbani mbaya. But is it a need or a want? Hiyo ndio nataka udifferentiate. Is it a want or a need? A want. Umeelewa? Uangalie kudifferentiate vitu. Useme kabla you make up your mind. Jiulize, is this a need or a want? I remember ile last week but one tulikuwa tunaanzisha fellowship za nyumbani na tukaongea na my sister Getu. Nilikuwa na safari ya kwenda kwetu nyumbani, nilikuwa nimeshapanga naenda kwetu nyumbani. Niliketi chini nikajiuliza, tunaanzisha fellowship na niko na safari ya kwenda nyumbani, which is a need and which is a want. Nikaona we have a need of starting a fellowship. That's a need because it's an immediate need. Hii ya kwenda nyumbani I can postpone it. Na ifahamua niende nyumbani ile wiki nyingine. And that's what I did. So nikaamua sitaenda nyumbani ili kwamba nifanye nini? Ni meet the need ile ambayo iko immediate need. It is very unfortunate. Kwa mfano, hauna pesa kwa nyumba za chakula na unaenda kununua nguo. There is a problem with you. I'm telling you the truth. Hauna chakula kwa nyumba na umeenda kutengenezwa na pesa mingi kwa saluni. There is a problem with you. You must learn to differentiate what is a need and what is a want. Nywele ukienda ukitengeneza kwa nyumba utakula nini? Utakula nini ukirudi? Kina uliza. Utakula nywele? Ni kwa maana haujui kutofauti. That's why unakuta watu wengi wako ndani ya madeni na wanashindwa kujitoa kwa hiyo madeni because zile vitu unang'ang'ana nazo kwa maisha yako ni wants. Na Mungu alipokuwa anasema these are the things that worry you. Zinakufanya unakuwa na sleepless nights. Haulali. Wants. Brother, kama umeenda ukapata chakula, ni ile kitu urgent, ile immediate need. Kwa mfano, sasa hivi tukikukaribisha George, wewe ukuje kwangu na ukunywe chakula. Do you need to go and buy tea in a hotel? Umekuja kwangu umekunywa chai. See, the need was taking tea. Sumesha kunywa chai. Ile unaenda kununua kwa hoteli is a want. Maana chai tayari ulikuwa umeshakunywa. Are you getting the concept? Bwana sio sana. Amen. Sasa Yesu alikuwa anaongea kuhusu mambo ya need. Anasema ya kwamba ndio akatoa this illustration of birds of the air. Anasema angalieni ndege za angani. Muangalie. Anasema ukikosa kwenda shule kujifundisha mambo haya ninayoongea, ama usikose kujifundisha mambo haya ninaongea na nini, ama ukose kujifundisha na watu wengine, ende ujifundishe na ndege wa angani. That's what is telling the disciples. Enda pale na ujifundishe na ndege wa angani. Ndege wa angani anasema hivi, Mungu ana meet the need. Day to day need. They don't worry about tomorrow. Yeye bora tu ameamka hivi. Ndege hashughulika kesho kutakuaje? Maana anaweza toka pale na pigo Sanaweza aenda na uliwe na asirudi nyumbani. So Yesu anasema angalia ndege wa angani. Wao wanaamuka, wanajua nikishaamka nahitaji kukula leo. So anaenda kutafuta ule wao. Unanielewa? In other words, God was saying whatever they need has been provided for. It has been made available for them. But they have to go and get it where it is. They have to go and get the home where it is. Because worm ni wa siku hiyo. Ile worm anaenda kuchukua ni siku hiyo. So aweke mahali. Anaenda kutafuta ile worm ya kukula siku hiyo. Akingojea kesho kama ataamuka afanye nini? Ndio aende kutafuta ingine. So the birds of the air are not looking for the ones. That's what they wish to have. Yeye anajua tu mimi nikitaka mahali pa kulala, ataenda ajitengezea, atafute the tree
of her choice, alafu anaenda anatengeneza nini yake kiota yake na anakaa hapo. Mungu aletaki chakula kwa hiyo kiota, lazima atoke aende afanye nini?